Mvutano umeibuka katika bunge la kitaifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya mahakama ya katiba kumhukumu waziri mkuu wa zamani na mbunge wa kitaifa Matata Ponyo kifungo cha miaka 10 jela kwa ubadhirifu wa fedha za umma katika mradi wa bustani ya kilimo ya Bukanga Lonzo. Vital Kamerhe atoa wito wa utulivu kufuatia ghadhabu za wabunge. Spika wa bunge la kitaifa Vital Kamerhe ametoa wito wa utulivu akisema kuwa bunge bado halijapokea taarifa rasmi kutoka mahakama ya katiba kuhusu uamuzi huo. Kamerhe ameahidi kushughulikia suala hilo mara tu watakapopokea hukumu rasmi, akisisitiza umuhimu wa kufuata taratibu za kikatiba. Kamerhe alisema, "Sina nia ya kufungua mjadala juu ya suala hili, hasa kwa vile mahakama ya katiba imetoa uamuzi wake. Hukumu hiyo itatujulisha. Hatua mpya iko wazi, lakini bado hatujapewa taarifa na hivyo nitawaalika watu wote kwanza watulie." Kamerhe, ambaye ni mbunge wa jiji la Bukavu, aliongeza kuwa bunge litabaki ndani ya mfumo wa majukumu yake na halitaanza kutoa maoni yake kuhusu maamuzi ya mahakama ya katiba kabla ya kupokea taarifa rasmi. Alionya kuwa kufanya hivyo kunaweza kusababisha uvunjifu wa katiba. Hukumu dhidi ya Matata Ponyo na washirika wake. Matata Ponyo, ambaye pia ni rais wa chama cha upinzani cha uongozi na utawala wa maendeleo LGD, alihudumu kama waziri mkuu kuanzia mwaka 2012 hadi 2016 chini ya utawala wa Rais Joseph Kabila. Hukumu ya mahakama ya katiba inamnyima uhuru kwa miaka 10 ya kazi ya kulazimishwa kutokana na kuhusika kwake na ubadhirifu wa fedha za umma zilizotengwa kwa mradi wa bustani ya kilimo ya Bukanga Lonzo. Katika kesi hiyo, Matata Ponyo alishtakiwa pamoja na Deogratias Mutombo, aliyekuwa gavana wa Benki Kuu ya Kongo wakati wa matukio hayo, na Grobla Christo, meneja wa kampuni ya Afrika Kusini Africom. Mutombo na Christo wamehukumiwa kila mmoja miaka 5 ya kazi ya kulazimishwa. Aidha, mahakama ya katiba imeamuru kufukuzwa kwa kudumu kwa Grobla Christo kutoka DRC baada ya kumaliza kifungo chake. Mchakato mrefu wa kisheria. Uamuzi huu ni kilele cha sakata ndefu ya kisheria iliyoanza mwaka 2021. Awali, mahakama ya katiba ilijitangaza kuwa haina uwezo wa kumsikiliza waziri mkuu huyo wa zamani, na kesi ikahamishiwa mahakama ya hakimu mkazi. Hata hivyo, mahakama ya hakimu mkazi ilirejesha suala hilo kwa mahakama ya katiba ili kupata ufafanuzi wa vifungu vya kikatiba kuhusu mamlaka yake katika masuala ya jinai. Baada ya mabadiliko ya sheria, mahakama ya katiba ilijitangaza kuwa na uwezo wa kumhukumu waziri mkuu wa zamani, na hapo ndipo Matata Ponyo alitafutwa tena na mwanasheria mkuu wa serikali kwa ajili ya kesi hii ya pili. Honorable député et chers collègues, je n'ai pas l'intention d'ouvrir le débat sur cette question, d'autant plus que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. L'arrêt nous sera signifié. Je comprends bien votre position, le message que vous véhiculez. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. Une nouvelle étape est ouverte, mais nous n'avons pas encore été saisis, signifiés, et donc je vais inviter tout le monde d'abord au calme. Je n'ai pas le contenu de cet arrêt, et donc nous n'allons pas le commenter ici. Nous resterons dans le cadre de nos attributions en tant qu'Assemblée nationale. Croyez-moi que tout le monde s'exprimera pour faire respecter la Constitution. J'ai entendu ici de pour et de contre. Non, il y a eu une motion et moi je viens d'arrêter le débat à ce stade-ci parce que nous risquons nous-mêmes de glisser dans l'inconstitutionnalité.